Mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia kurasa zetu, tunakushukuru sana kwa kuwa unaendelea kuwa pamoja na sisi. Leo ni siku nyingine tena tuko na wewe na tunakuhabarisha, tunakuelimisha, yote katika yote yako hapa kwa ajili yako. Leo bwana, tuko makao makuu ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi hapa Jacaranda. Ukisikia mtaa wa Jacaranda ndio huu, na sisi tuko hapa kwa lengo la kukuletea mahojiano mafupi ambayo utaweza kuyasikia kuhusiana na ibada ya kumshukuru Mungu ambayo inahusisha kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wa makamu mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Aslumenye Dickson Mwahalele. Kwa siku hii ya leo tutazungumza mengi sana, lakini nikwambie tu kwamba siku hii ni maalumu na inatarajiwa kufanyika Juni mosi 2025. Kwa hiyo wewe ambao unatusikiliza, ambatana pamoja nasi kwa sababu hii ni ibada kubwa sana kwa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Unataka kujua ni kitu gani ambacho kitaweza kujiri katika ibada hii? Basi ambatana pamoja nasi ili tuweze kukupatia kile kilicho bora zaidi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, katibu mkuu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Sevilwe Sialiha, ambaye atatueleza kwa kifupi yale ambayo yanakwenda kujiri katika ibada hii ya siku ya Jumapili kwa ajili ya utumishi wa Mungu, makamu mwenyekiti wa jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Aslumenye Dickson Mwahalele. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako Obokela Rwinda. Tuambatane kwa pamoja. Jimbo la Kusini Magharibi. Jimbo letu la Kusini Magharibi limeandaa ibada maalum ya kumshukuru Mungu na kumwaga mchungaji Aslumenye Dickson Mwahalele ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Ibada hiyo itafanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 katika ushirika wetu wa Bethlehem. Ibada itaanza saa 1:30 asubuhi. Ingawa tunaziomba kwaya zote ziwahi mapema zifike pale saa 1 asubuhi, ili ibada inapoanza saa 1:30 wawe tayari wako pale wanaendelea na sifa. Tunapenda kuwakaribisha sana Wakristo wote wa madhehebu yote na watu wote kwa ajili ya ibada hiyo, tushiriki kwa pamoja kumwaga mtumishi wa Mungu, makamu mwenyekiti mchungaji Aslumenye Mwahalele. Na ibada hiyo tunaamini kwamba itakuwa ni ibada njema, ibada yenye baraka, kwa kuwa pia tutakuwa na wageni wengi toka madhehebu mbalimbali tunaoshirikiana nayo, maaskofu, wachungaji na kwaya mbalimbali pia zitakuwepo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote kuhudhuria ibada hiyo. Utaratibu kushiriki wa Kristo pale, kuna kama nilivyosema awali, jengo letu ni kubwa, linaweza
kupokea au wanaweza kupata nafasi ya kukaa wengi zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha Wakristo wote, nafasi itakuwepo na tumeandaa vizuri. Kuna wengine watakaa pale ndani, lakini pia hata nje tumeandaa matenti na hata viti vya kukaa. Kwa hiyo tumejiandaa na tumejipanga vizuri kwa ibada hii. Kwa Kristo hatuna vazi maalum, wavae tu vizuri anavyoona yeye, ila kwa wachungaji tuna vazi letu la kichungaji, na hilo tayari tumeshawaandaa wachungaji wote. Lakini pia tuna redio yetu Baraka FM itakuwepo na itarusha matangazo haya. Okay. Nashukuru kwa swali hilo. Ni kweli kuna kwaya ambazo tumezialika kutoka katika wilaya zetu, lakini pia kuna kwaya za wenyeji. Tunaamini kwamba wote watapata nafasi ya kumsifu Mungu kwa nyimbo zao. Okay. Wito wangu ni kuwaomba wote tushiriki pamoja, wasikose kuhudhuria ibada hii. Tunawakaribisha sana sana. Sisi tunakushukuru sana. Asante sana. Asante. Asante.